unaosema jinsi ya kuishinda dhambi ya zinaa au kuishinda dhambi ya zinaa. Na andiko letu la msingi ni kutoka kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari ule wa 18 mpaka 19. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Tuombe. Mungu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo na neema yako iliyotuwezesha kuwa hai tukiwa na uwezo wa kusikia na kuielewa sauti yako. Asante kwa Roho yako Mtakatifu, msaidizi uliyetupa, anaweza kutufunulia mapenzi yako na kutufundisha na kututia katika kweli yako, na kweli yako kutuweka huru. Tunajiachia chini ya Roho yako Mtakatifu ili mapenzi yako unayokusudia kupitia ujumbe wa siku ya leo yaweze kutimizwa katika maisha yetu, yaweze kutimizwa kwa kila mmoja atakayepata neema ya kusikia ujumbe huu, kama neno lako linavyosema ya kwamba neno lako lenye pumzi yako alitashuka bure, litafanikiwa na kutimiza makusudi yake kama ulivyokusudia. Na yule adui anayefanya hila za namna yote ile ameshindwa kwa jina la Yesu. Na watu wote tuseme amen. Tunaweza kukaa. Kuishinda dhambi ya zinaa. Kama ambavyo tulitangulia kuona dhambi ya kiburi inavyoweza kuleta anguko, inavyoweza kuleta uharibifu mkubwa, inavyoweza kumshusha mtu, na tunaona hiyo dhambi ya kiburi pia inapokuwepo haiwi tu yenyewe, bali inakuwa ndio inayotangulia, ndio inayokuwa ndio inayokuwa sababu ya dhambi nyingine pia, au ndio inayozalisha dhambi nyingine pia. Kama ambavyo tuliona kwenye Mithali, lile andiko lililosema kiburi ndicho kinachotangulia uangamivu. Kwa hiyo baada ya kiburi, mahali penye kiburi pia pana uovu mwingine ambao
unakuwepo, au kunakuwa na dhambi nyingine pia zinazofuata, na moja ya dhambi hizo ni dhambi ya zinaa. Na hii dhambi ya zinaa nayo pia ni hatari kama ilivyokuwa kwa dhambi ya kiburi. Tuliona hatari ya dhambi ya kiburi na madhara yake. Pia hii dhambi ya zinaa ni hatari na ina madhara makubwa, na ninasema ni hatari kwa sababu ukisoma katika Biblia kuna watumishi wa Mungu ambao Mungu aliwaamini. Mungu aliwategemea kwa huduma, lakini tunaona baadhi yao waliweza kushindwa na dhambi ya zinaa, au dhambi ya zinaa iliweza kuwa ni kikwazo kwa ajili ya maisha yao ya kiroho ambayo Mungu aliwakusudia, lakini pia ilikuwa ni kikwazo pia cha huduma zao. Na kwenye Biblia tuna mifano ya watu wengi wa jinsi hiyo walioshindwa, lakini mwangalia Daudi, mtu ambaye maandiko yanasema kwamba ni mtu ambaye aliupendeza moyo wa Mungu, lakini tunaona hii dhambi ya zinaa iliweza kugusa na kuharibu maisha yake mpaka pale neema ya Mungu ilipomzukia tena. Lakini pia tunaona anguko la Samsoni, mnadhiri wa Mungu. Dhambi ya zinaa ndio ambayo ilikuwa ni kikwazo kwa ajili ya maisha yake na kwa ajili ya huduma pia. Ndio iliyosababisha Samson akatoa siri ambayo hakutakiwa kutoa na kumwambia Delila, na Delila akawaambia Wafilisti, wakaja wakamfunga, wakamkamata na wakamtoboa macho. Kiangalia maisha ya Samson baada ya kuzaliwa, japo alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, mtu aliyetengwa na Mungu kwa kusudi maalum, tunaona maisha yake yaliweza kuharibiwa na dhambi ya zinaa. Lakini pia tunapoangalia nyaraka ambazo Mtume Paulo aliandika, moja ya waraka wake akiandikia kanisa la Korintho, kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa kwanza, anasema, yakini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa baba yake. Kwa hiyo tunaona hatari ya hii dhambi haiwi tu kwa watu wasiomjua Mungu,
Lakini pia ndani ya kanisa, kama ambavyo nimetangulia kusema, ina madhara makubwa kwa watumishi wa Mungu. Ina madhara makubwa pia kwa kanisa. Ndio maana tunaona Mtume Paulo akiliandikia kanisa la Korintho kutokana na zinaa ambayo ilikuwepo kwenye kanisa la Korintho. Na hapa anasema zinaa iliyokuwa kanisani hata kwa mataifa haikuwepo. Mungu atusaidie sana. Wakati ule Mtume Paulo anaandika waraka huu, kama ambavyo tumesoma, aliandika ili kutatua na kusaidia kanisa la Korintho ili liweze kuwa na ushindi katika maisha yao, ikiwemo pia kuishinda dhambi ya zinaa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa nini Mungu anatuongoza kujifunza tena somo hili? Kwa sababu kama ambavyo tunaona maandiko yanasema, Mtume Paulo aliwaandikia wa Korintho. Mungu anatuongoza kujifunza somo hili au kutufundisha somo hili, jinsi ya kuishinda dhambi ya zinaa, kwa sababu tunaishi moja katika kipindi ambacho kinafanana na wakati ule wa Mtume Paulo alipoandika waraka huu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Yale mazingira ambayo yalimsukuma Mtume Paulo kuandika waraka huu ni mazingira yale yale yaliyopo sasa, na yamemsukuma Mungu kutukumbusha kama ilivyokuwa, au kulikumbusha kanisa kama ilivyokuwa wakati ule. Mungu atusaidie sana. Ndio maana ukisoma kwenye Timotheo anasema, Timotheo wa pili 3:16 anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu na kwa kuwaadibisha katika haki. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na pia kama ilivyokuwa wakati wa Daudi aliposhindwa na kuanguka katika dhambi ya zinaa na mke wa Uria, wakati huu pia watumishi wengi wanaanguka katika dhambi ya zinaa, au wanashindwa na hii dhambi ya zinaa. Kwa hiyo hiki ambacho Mtume Paulo alikisema miaka zaidi ya 2000 iliyopita kwenye hii waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ya 5 mstari wa kwanza, akisema yakini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babake. Anaendelea kusema, na baada ya kuwepo kwa hiyo zinaa, badala ya watu kutengeneza kama vile mfalme Daudi alivyotengeneza, anasema badala ya kutengeneza na kushughulikia hiyo dhambi ya zinaa,
bado mwajivuna. Kiendelea kusoma hapo, anaendelea. Anasema nanyi mwajivuna wala hamkusikitika. Kwa hiyo katika kipindi tulicho nacho kuna watumishi wa Mungu ambao wana skendo, wanakuwa na tuhuma, wanahusishwa na vitendo viovu vya zinaa. Wameshindwa na dhambi ya zinaa, pamoja na kwamba wao ni watumishi, na wakati mwingine wanaitwa watumishi wakubwa. Wana sifa ya kuitwa watumishi wakubwa, na tayari wameshakuwa na huo umaarufu. Wanaweza wakawa na wafuasi wengi sana. Wanaweza wakawa wanatumiwa kutenda miujiza. Wanaweza wakawa na karama, wanaweza wakawa na vipawa mbalimbali, lakini kasoro yao kubwa, kiburi kimewapata. Na baada ya kiburi, ukishapata kiburi ndio kinafungulia dhambi nyingine zote. Na baada ya kiburi, zinaa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Zamani ilikuwa ni rahisi kutofautisha madhehebu yenye msimamo mzuri, yanayoamini Biblia yote, yanayoishi sawasawa na neno la Mungu. Lakini ukiangalia kwa sasa, ni vigumu kutofautisha. Ni vigumu kutofautisha kutokana na dhambi ya zinaa kuingia ndani ya kanisa. Hata yale madhehebu ambayo yalikuwa yanaaminika kwamba ni madhehebu ya kiroho, ili andiko linawahusu. Huu mstari unawahusu. Mtume Paulo anaposema, yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa. Na kanisa, maandiko yanasema sababu ya Yesu Kristo kuja hapa duniani na kukubali mateso ya msalaba na kufa, maandiko yanasema kusudi lake au lengo lake ni kwamba apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na mawaa, lisilo na uovu wa namna yote ile, lisilo na kiburi, lisilo na zinaa. Hilo ndilo kusudi lililomfanya Yesu akaustahimili msalaba na kuidharau aibu. Alivumilia mateso makali ili tu apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na waa. Mungu atusaidie sana.
Haleluya. Zinaa ni tendo linalomchukiza sana Mungu kwa namna ya kipekee zaidi ya tendo lingine lolote la dhambi. Unajisi mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwenye andiko letu la msingi Wakorintho wa kwanza 6:18 na 19 anasema, ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo unaona, zinaa ni dhambi ambayo inamchukiza Mungu sana, na maandiko hapa yanaonyesha upekee wake kwamba dhambi nyingine zote zinatendwa nje ya mwili, lakini dhambi ya zinaa inafanyika kwenye mwili. Na anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Anaendelea kusema, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa ile dhambi ya zinaa inautia unajisi mwili, na mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Katika kuonya ulegevu au mmomonyoko juu ya maadili, Mtume Paulo anaonesha matokeo mabaya ya zinaa kwa waamini. Mwanaume anapounganisha mwili wake na wa mwanamke, asiye mke wake, sawa, au mwanamke anapounganisha mwili wake na mwanamume asiye mume wake, kunakuwa na tatizo. Bwana atusaidie sana. Kwenye Wakorintho hii ya kwanza sura ya 16 mstari ule wa 15, mstari wa 15, Wakorintho wa kwanza 16:15. Ni Wakorintho wa kwanza 16 au ni Wakorintho wa pili? Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili hakuna 16. Au ni Wakorintho wa kwanza hiyo 6. 6:15-16. 6 ndio hapo. 6:16, Wakorintho wa kwanza 6:16. Tunasoma hivi 15:16. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai
kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Mathayo, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari ule wa 24, Mwanzo 2:24, tunasoma hivi: kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao watakuwa mwili mmoja. Na ndio hiyo inaleta maana ya ndoa, wawili kuwa mwili mmoja kwa kufuata utaratibu mzuri uliowekwa na Mungu tangu mwanzo. Baada ya uumbaji, tunaona alimpa mwanadamu utawala wa kutawala uumbaji ambao Mungu aliufanya. Lakini tunaona Mungu alimwekea utaratibu mwanadamu. Tunaelewa alimpa kutawala kila kitu. Lakini kwenye ile bustani ya Edeni tunaona Mungu hakutaka kuwa dikteta. Hakutaka kuwa mtawala wa kiimla, kwamba mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu basi hana uchaguzi mwingine isipokuwa tu ni Mungu peke yake. Na unajua Mungu alimuumba mwanadamu akiwa ameweka utashi ndani yake au hiari ndani yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Alimpa uhuru wa vitu vyote, isipokuwa tu alimpa kuchagua. Mahali ambapo hakumpa uhuru ni pale tu alipomwambia katika mti mmoja ulioko kwenye bustani ya Edeni usile matunda yake. Basi. Lakini haya mengine yote alikuwa amemkabidhi, lakini alimkabidhi baada ya kumwekea utaratibu mzuri. Kwenye Mwanzo 2:15 anasema Bwana Mungu akamweka huyo mwanadamu au Adamu na Hawa katika ile bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kuilima na kuitunza ina maana ni kufata au kufanya mambo yote kwa utaratibu mzuri. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hakuwa katika mahitaji yake. Tunafahamu Mungu alipomuumba Adam akaona Adam ana uhitaji. Adam aliumbwa peke yake, lakini Mungu akaona ana upweke, kwa sababu
kulikuwa na wanyama, kulikuwa na ndege na kulikuwa na vitu vingi ambavyo Mungu aliviumba, lakini hakukuwepo na msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo Adamu akawa mpweke, na ndiposa Mungu akamlaza usingizi, akachomoa ubavu mmoja, akamfinyanga mwanamke, na baada ya Adamu kuzinduka kutoka usingizini, anasema huyu ni nyama katika nyama yangu na mifupa katika mifupa yangu, ataitwa mwanamke. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua nini anachokihitaji Adamu, na Mungu anajua kabla hata hujaomba. Mungu anajua unachokihitaji. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kama alijua ya kwamba Adamu anahitaji mke na akampatia, Mungu anajua hitaji la kila mmoja, na ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, msisumbukie maisha, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anayajua hayo yote. Mungu anajua, lakini ana utaratibu wake wa jinsi ya kumpatia mwanadamu kama alivyofanya kwa Adamu, lakini pia ana utaratibu wake wa jinsi ya mwanadamu kutumia vipawa vya Mungu, yale ambayo Mungu anayashusha kwake. Maandiko kwenye Yakobo yanasema kila kishukacho kutoka kwa baba wa nini? Wa mianga. Kwake hakuna kugeuka wala kubadilika kama kivuli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume, sawa? Haleluya. Mwanaume pia aliumbwa kwa ajili ya mwanamke. Sasa kuna utaratibu. Haleluya. Kuna utaratibu kwa hiyo kuna utaratibu ambao Mungu ameuweka wa matumizi ya mwanamke na matumizi ya mwanamume. Na utaratibu huo ukifuatwa, utaratibu wa Mungu ukifuatwa, hilo tendo la ndoa linakuwa sio zinaa. Sawa? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mtume Paulo anasema, anapoliandikia kanisa la Korintho, anasema yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa. Mtume Paulo anapoandika hivi, anaona
kukiukwa kwa utaratibu wa Mungu, kwamba tendo hili linafanywa na watu kama nilivyokutangulia kusema, linafanywa na watu, linafanywa na mwanamume na mwanamke ambaye siye mke wake, au na mwanamke na mwanaume ambaye siye mume wake. Na matendo hayo kwenye kanisa la Korintho yakawa yamezoeleka, yakawa kama ni kitu cha kawaida, yakawa kama vile hakuna tatizo. Ndio maana Mtume Paulo anasema, mmefanya zinaa, lakini badala ya kutengeneza mwajivuna. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona maana ya ndoa ni wawili kuwa mmoja kwa kufuata utaratibu mzuri uliowekwa na Mungu. Yaani hivi vitu vimeumbwa kwa ajili ya wanadamu, sawa? Lakini tu kinachohitajika ufuate utaratibu, sawa? Ukifuata utaratibu hakuna tatizo lolote. Kama vile Mungu alivyomwambia Kaini, kama ukitenda mema hutapata kibali, lakini usipotenda vema dhambi ipo inakuotea, nayo ya kupasa uishinde. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo zinaa ina najisi kile kilichotakaswa na msalaba. Ule mstari wa 15 kwenye somo letu, Wakorintho wa kwanza 6:15. Wakorintho wa kwanza 6:15 anasema hivi, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitoe viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Anasema hasha. Kwa hiyo viungo vya Kristo vimetakaswa kupitia msalaba wa Yesu. Kwa hiyo ndio maana anasema miili yenu ni hekalu la Roho nini? Takatifu. Lakini sio tu kunajisi kile kilichotakaswa na msalaba, yaani mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu, lakini pia zinaa inawafanya watu kujitenga wenyewe kutoka ufalme wa Mungu. Ule mstari wa 9 tunasoma hivi, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Kwenye Wakorintho wa pili ile 6:16 anasema, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya.
Kwa hiyo katika matendo ya zinaa watu wanajiondoa wao wenyewe kutoka katika kuunganishwa na Kristo kwa kuifanya miili yao kuwa na ushirika na wazinzi na wasiomcha Mungu. Kama Mkristo, mwili wako, haleluya, kama Mkristo mwili wako, unapozungumzia mwili tunazungumzia mtu wa nje ambaye Biblia inamwita hekalu la Roho Mtakatifu. Kama Mkristo, mwili wako au mtu wa nje ni maskani binafsi ya Roho Mtakatifu. Ule mstari wa 19 tumeshaona kwamba anasema, je, hamjui kuwa ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu? Lakini kwenye Warumi pia sura ile ya 8 mstari ule wa 11 anasema, ikiwa Roho aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, atauisha pia miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni alama ya Mungu juu ya mwamini kuwa ni mali ya Mungu kwa Roho Mtakatifu kuishi ndani yake. Yaani mwamini ana kinachomtambulisha mwamini. Moja ya mambo ambayo yanamtambulisha mwamini kwamba yeye ni mali ya Mungu ni kwa Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mwamini, kuwa kwenye hekalu la Mungu ambalo ni Roho Mtakatifu. Kuwa kwenye hekalu la Mungu ambalo ni mwamini na Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Hicho ndicho kinachomtambulisha kuwa yeye ni mali ya Mungu. Unaona, anasema mmenunuliwa kwa nini? Kwa damu ya thamani. Na ninyi si mali yenu wenyewe, mmeshanunuliwa. Ni sawasawa umeuza kitu alafu bado unakiona kama ni cha kwako wakati umeshakiuza kwa mwingine, si ndio? Na hata kama ukitaka kukitumia ni lazima upate ridhaa kwa mwenyewe. Kwa hiyo ukishakuwa umeokoka, mwili wako pia, kama wewe ambavyo umewekwa wakfu, umetengwa na dunia. Hujatengwa tu kiroho, lakini pia hata kimwili. Ndio maana sehemu nyingine kwenye hii wa Korinto wanasema na tujitakase mwili na roho. Sio roho peke yake, na mwili pia, kwa sababu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu anaishi ndani yake, na hiyo inathibitisha kwamba sisi ni mali ya Mungu, yaani tunamilikiwa na Mungu. Na Roho anapoishi ndani yetu, hatuwezi kunajisiwa na uchafu na uovu, ikiwa ni kwa njia ya mawazo machafu, tamaa na matendo maovu, na kupaswa kuishi katika mwenendo wenye kumheshimu na kumpendeza Mungu kwa mwili. Kwenye mstari huu wa 20 wa Korinto wa kwanza 6:20 tunasoma hivi: maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Anasema sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu, yaani miili yenu isinajisiwe. Kwenye Wakorinto wa pili 7:1 pia anasema hivi: basi wapenzi wangu,
Kwa kuwa tuna ahadi hii na tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Unaona hapo? Azungumzii tu usafi wa roho, anazungumzia pia usafi wa mwili. Yaani ukiwa safi ndani, hata nje utakuwa msafi. Sawa? Lakini ukiwa na tatizo ndani, hata nje, hata kama utaficha, kwa sababu Yesu alisema kuna watu wanaovaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Aliwakemea pia Mafarisayo kwamba kwa ndani kilichoko ni tofauti kabisa na kile wanachokionyesha nje. Kwa hiyo hata kama mtu atajitahidi kujionyesha kwa nje kwamba yuko vizuri, lakini kama kuna tatizo ndani, hilo tatizo kuna siku litaonekana tu. Ndio maana Biblia inasema hakuna lililositirika ambalo halitafunuliwa. Na kwenye Mithali 28:13 anasema afichaye dhambi hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye atapata nini? Rehema. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Tunaposoma Biblia tunapata aina kuu mbili za watu ambao katika maisha yao waliweza kujaribiwa na dhambi ya zinaa. Kuna eneo la kwanza, waliojaribiwa na dhambi na wakashinda, wakaweza kuishinda, wakapata ushindi juu ya dhambi ya zinaa. Maana yake ni nini? Walijaribiwa na tamaa, kwa sababu hii dhambi pia kama ilivyokuwa kwa kiburi inaongozwa na tamaa kutoka nje. Kwa hiyo hawa waliojaribiwa na tamaa hiyo kutoka nje hawakuweza kuruhusu mioyo yao kuinuka, yaani kuwa na kiburi, ili ile dhambi iweze kuendelea, yaani dhambi ya kiburi pamoja na ya zinaa kuendelea. Lakini walinyenyekea, kama ambavyo tunaona Mfalme Daudi alinyenyekea, na ndio sababu ya maandiko kumshuhudia Daudi kwamba alikuwa ni mtu ambaye alimpendeza moyo wa Mungu. Kwa sababu ni kweli alianguka katika dhambi ya zinaa, lakini alinyenyekea. Ule unyenyekevu wake ndio ambao Mungu alipendezwa nao. Ile toba yake ndio ambayo Mungu alipendezwa nayo. Kwa hiyo kuna wanaojaribiwa na kuanguka, lakini wanainuka. Ndio maana mwandishi mwingine kwenye Biblia anasema, usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Kwa hiyo kuna watumishi ambao wao maisha yao ni washindi tu, lakini kuna watumishi ambao wamejaribiwa na wakashindwa, lakini hawakuendelea kuwa hapo chini, wakainuka kama ilivyokuwa kwa nani? Kwa Daudi. Lakini kwenye hilo ni kwamba watumishi hawa wamejaribiwa na tamaa kutoka nje, au walijaribiwa tu na tamaa kutoka nje, na
hawakuweza kuruhusu mioyo yao kuinuka, yaani kuwa na kiburi, bali walinyenyekea. Lakini pia ni kwamba katika majaribu yao hawakujaribiwa na Mungu. Tunaposoma kwenye waraka wa Yakobo anafafanua ya kwamba Mungu hawezi kumjaribu mtu, bali kinachotokea ni mtu kujaribiwa na tamaa yake mwenyewe na kudanganywa. Mungu atusaidie sana. Kwenye Yakobo 1 mstari wa 13 mpaka 15 tunasoma hivi: mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Haleluya! Pamoja na dhambi hii huweza kuangusha hata watu wa Mungu, lakini kama ilivyokuwa kwa dhambi ya kiburi, hii dhambi inakuwa nje. Hii dhambi inakuwa nje, yaani ushawishi wake unatoka nje, sio ndani. Kwa hiyo inapata nguvu moyo unapoinuka. Pale moyo unapoinuka ndipo tatizo linapotokea. Moyo unapotamani ndipo tatizo linapotokea. Kwa hiyo ndio maana hapa anasema mtu anapojaribiwa asiseme kwamba hayo majaribu yanasababishwa na Mungu. Mungu hamjaribu mtu, wala yeye hajaribiwi na maovu. Lakini mjaribu ambaye ni Shetani ndiye anayemjaribu nani? Mtu, kwa kumshawishi, kwa kumvutia. Lakini Shetani anapokosa ushirikiano kwa mtu, asipoungwa mkono na mtu, hawezi kufanya chochote. Hawezi kufanya chochote, kwa sababu lengo la Ibilisi ni kufanya mtu aingie kwenye nini? Kwenye tamaa, kama ambavyo tumeona hizo hatua. Anasema lakini kila mmoja hujaribiwa na nini? Na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Kwa hiyo unaona, mpaka mtu anafanya zinaa kuna mchakato. Sio dhambi ya kuzingwa, sio dhambi ya kuzingwa. Dhambi ya kuzingwa ni kitu tofauti. Yaani kuna hatua, imetoka mahali fulani ikaenda mahali fulani, mpaka ikatokea. Kwa hiyo wale watu ambao wanajitetea sijui nilipitiwa na Shetani kwa hiyo Shetani alikuwa kwenye hizo hatua zote Lakini hapa asemi kwamba mtu udanganywa na Shetani, anasema mtu udanganywa na tamaa yake mwenyewe. Kwani hata pale bustanini Edeni, Shetani si alikuwa anawatamanisha tu kwamba, na maandiko yanasema mwanamke alipoona lile tunda lile
yani linatamanika, yani lina mvuto tofauti na matunda mengine. Akachuma akala, akampa na mmewe naye akala. Kwa shetani yeye ni mtazamaji. Anaangalia. Aliposhindwa tu Adamu na Hawa, tayari yeye anafurahia na kushangilia kwamba amefanikiwa katika lile kusudi ambalo alikuwa amelikusudia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hakuwajaribu wala hamjaribu mtu kama ambavyo tumeona, lakini Mungu amewapatia wanadamu utashi wa kumtii Mungu na neno lake na kumpenda Mungu zaidi ya kitu kingine chochote. Tunapomwangalia Mfalme Daudi, tunaona kilichomuokoa japo alianguka katika dhambi hiyo mbaya ya zinaa, ambayo wengi wakianguka kwenye hiyo dhambi mara nyingi huwa ni vigumu sana, yaani asilimia kubwa huwa wanashindwa kutengeneza. Mfalme Daudi aliweza kushinda na akasimama kwa sababu alimtii Mungu na neno lake, lakini pia alikuwa anampenda sana Mungu. Japo alifanya hayo yote, lakini moyo wake ulikuwa ni moyo unaompenda sana Mungu. Kwa hiyo tunaona kundi jingine la pili ni wale waliojaribiwa na dhambi ya zinaa na kushindwa. Walioshinda, nimesema mmoja wapo ni nani? Ni Daudi. Lakini mwingine ni Yusufu. Si ndio? Ndio tuna vielelezo vizuri vya watu walioshinda. Kwa hiyo kuna waliojaribiwa na dhambi hii ya zinaa na kushindwa. Na kushindwa vibaya. Kama vile kuna mtu mmoja kwenye Biblia hapa anaitwa Amnoni. Lakini pia tunajua habari za Samson aliposhindwa na kuangushwa na Delila. Lakini pia tunaona baada ya kuangushwa na Delila yale aliyoyapata, lakini mwisho wa siku na yeye pia Mungu alimsaidia akaweza kujilipiza kisasi. Lakini tayari dhambi ilishamfanya kushindwa vibaya. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo hao walijaribiwa na tamaa kutoka nje na wakadanganywa, na wakaruhusu mioyo yao ikainuka na kudanganya. Uasi wa kumtii Mungu na neno lake na kupoteza ule upendo wa kwanza wa Mungu. Tunaishi katika siku za mwisho. Maandiko yanasema na upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo upendo wa mtu ukipoa kwa Mungu, anaweza kufanya chochote. Anaweza hata asione thamani ya mwili wake. Mungu wa dunia hii anapofusha fikra zake, asione hata thamani ya mwili wake kama Mungu anavyouona. Mungu anavyoiona miili ya watu walioamini, anaiona kama ni hekalu la Roho Mtakatifu. Anaona roho na miili yote ni mitakatifu. Lakini uasi wa kutokutii ndio unaoleta kushindwa. Kwa hiyo tunapata kuna watu wa aina mbili ambao tunaweza tukajifunza kutoka kwao. Kuna walioshinda zinaa, lakini pia kuna walioshindwa. Tunajifunza kutoka kwao. Sasa
Kuna sababu za kushindwa au kushinda. Samueli wa pili, tutaanza na jambo la kwanza. Samueli wa pili sura ile ya 9 mstari ule wa 10, sura ile ya 13 mstari wa 9 mpaka 11. Samueli wa pili 13:9 mpaka 11. Tasoma. Samueli wa pili 13:9 mpaka 11. Tunasoma hivi. Akalitwaa kaango akaisongeza mbele yake, lakini alikataa kula. Na Amnoni akasema, toeni watu kwangu. Wakatoka kila mtu kwake. Amnoni akamwambia Tamari, ilete chakula chumbani, nipate kula mkononi mwako. Basi Tamari akaitoa mikate aliyoifanyiza akamletea Amnoni nduguye mle chumbani. Naye alipokwisha kuileta karibu naye ili ale, Amnoni akamkamata akamwambia, njoo ulale nami ndugu yangu. Naye akamjibu, la sivyo ndugu yangu, usinitenze nguvu, kwani haifai kutendeka hivi katika Israeli. Usitende upumbavu huu. Nami nichukue wapi aibu yangu? Wewe nawe utakuwa kama mmoja wa wapumbavu wa Israeli. Basi sasa nakusihi useme na mfalme, kwa maana hata kukataza kunioa. Lakini yeye akukubali kusikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamtenza nguvu, akalala naye. Kisha Amnoni akamchukia machukio makuu sana, kwa kuwa machukio aliyomchukia yakawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa anampenda kwanza. Amnoni akamwambia, ondoka, nenda zako. Naye akamwambia, sivyo, kwa kuwa mabaya haya ya kunitoa ni makuu kuliko yale ulionitendea. Lakini alikataa kumsikiliza. Ndipo akamwita mtumishi wake aliyemtumikia, akasema, mtoe sasa mwanamke huyu kwangu, ukafunge mlango nyuma yake. Naye alikuwa amevaa kanzu ndefu, kwa kuwa kwa nguo hizo huvikwa binti za mfalme waliokuwa wanawali. Ndipo mtumishi wake akamleta nje, akafunga mlango nyuma yake. Naye Tamari akatia majivu kichwani mwake, akairarua hiyo kanzu ndefu yake aliyoivaa, akaweka mkono kichwani, akaenda zake huku akilia kwa sauti. Huyo Absalom nduguye akamwambia, je, amekuwa nawe Amnoni nduguyo? Ila sasa tulia, dada, ni nduguyo, usilitie moyoni jambo hili. Basi Tamari akakaa hali ya ukiwa nyumbani mwa nduguye Absalom. Na Mfalme Daudi alipoyasikia maneno hayo yote, alikasirika sana, ila hakusema na Amnoni wala kwa heri wala kwa shari, kwa maana Absalom alimchukia Amnoni kwa kumtenza nguvu umbu lake Tamari. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Nimesoma mistari hiyo yote kwa sababu kuna mambo mengine ambayo tutaendelea kujifunza, sitasoma, nitaelezea tu. Sawa? Lakini kwenye huu mstari wa 9 mpaka wa 11 tumesoma kwamba kulikuwa na nia ovu kwa huyu nani? Amnoni. Ukisoma huko nyuma unaona kwamba
Ukianza kwenye ile sura ya 13 anasema, ikawa baada ya hayo, mstari ule wa kwanza anasema, Absalom mwana wa Daudi alikuwa na umbu mzuri, jina lake akiitwa nani? Tamari. Naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Ukiendelea kusoma pale unasema kwamba huyu Amnoni akampenda huyu Tamari mpaka akaugua. Tunaona vijana ambao wanasema kwamba nimekupenda na unaugua kwa ajili yako, ninakonda kwa ajili yako, ninateseka kwa ajili yako, na maneno mengi kama haya.